Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, kuna watu wana upendo hadi upendo unapitiliza. Yaani kuna mtu anakupenda kidesign kama hadi mwenyewe unashangaa jamaa ananipendea nini. Basi leo tunapata nafasi ya kukutana na mshikaji ambaye kiukweli ameni surprise sana. Si mwingine ni my big brother, anafahamika kama Cheusi Media. Jamaa bwana ana upendo ambao kiukweli kabisa upendo wake mimi naweza sema umempitiliza, kwa sababu hapo unavomtazama kwenye mwili wake ana tattoo ya msanii wa muziki wa Bongo Flava na si mwingine ni Zuchu, na tattoo yake ameichora kwenye mkono wake wa kulia kama ambavyo unaweza kuitazama. Mimi nikaa najiuliza imekuwaje? Nini ambacho kilimfanya akachora tattoo ya Zuchu na si mtu mwingine, si mama yake, si dada yake, ama si Alikiba, si Diamond, ama unaelewa? So niko naye hapa tupigane story na kufahamu ukweli kuhusiana na tattoo hiyo. My big brother Cheusi Media. Mambo vipi? Kama kawaida. Bwana mwingi? Namshukuru Mungu bana, maisha yanaendelea japo jua kali. Kazi zinaendelea. Kama kawa. Hongera, unakimbiza ndugu. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu katika maisha lazima kidogo jikite na jambo fulani ili uweze kufanikiwa. Hakuna maisha rahisi, kwa lazima upambane ili uweze kufikia malengo. Mpaka sasa hivi ni asilimia ngapi unaweza sema umefanikiwa ama umeweza kufikisha malengo yako? Katika masuala ya sanaa, namshukuru Mungu kwa sababu nimetoka mbali sana. Sijaanza jana katika maisha ya game ya sanaa, lakini mpaka leo hii nashukuru kwa hatua hii niliyofikia. Ugumu wa kwenye sanaa uko wapi kwenye kazi ambayo unaifanya sanaa? Ugumu wa sanaa unajua kila kazi waga na changamoto yake. Umeona? Lakini siwezi kusema kama ni ngumu sana au ni rahisi sana. Kwa sababu kipindi naanza kazi ya sanaa nilikuwa naona ni ngumu kwa sababu sanaa kwanza unajua inahitaji muda. Kama huna muda huwezi kufanya sanaa. So ilinipotezea vitu vingi sana ambavyo nilikuwa nafanya, lakini dakika za mwisho mpaka sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu vile vitu vipopotea vimeanza kurudi. Ulifika ukajutia labda kuingia kwenye sanaa na kufanya kazi ya sanaa kwa sababu ya michongo labda ya kuvurugika na nini? Kuna kipindi nile kujutia kwa sababu kipindi fulani hicho nakumbuka nilikuwa nafanya kazi katika kampuni moja Kinondoni inaitwa Baradhani Entertainment, iko chini ya director mmoja anaitwa John Kalage. Umeelewa? So nilipoteza ile kazi kwa sababu nilienda kwenye kikundi kwenda kufanya mazoezi. So umeelewa? Alafu nilitoroka ofisini, alafu mimi nikaenda kufanya mazoezi ya nini ya sanaa. Dakika za mwisho nakuja kurudi ofisini, nikaambiwa bana na kazi una. So umeelewa? Anyways, kitu ambacho kimeifanya ni kutafute my brother ni kuhusiana na tattoo ya Zuchu. Umechora tattoo ya Zuchu kwenye mkono wako wa kushoto. Yes, wa kulia umechora tattoo ya Zuchu. Hebu kwanza tuione. Bana, hebu itazame hii tattoo, unaipa asilimia ngapi kwa wewe ambao unatazama sasa hivi? Ni nini ambacho kilikusukuma mpaka ukachora tattoo ya Zuchu kwenye mkono wako wa kulia? Okay. Nakumbuka ilikuwa kama 2023 ndo kipindi nilichochora hii tattoo. Kipindi ndo Zuchu anaingia sasa kwenye game rasmi. Si umeelewa? Kuze nyimbo zake zilikuwa zinanivutia sana. Unajua alikuwa anaimba maudhui fulani. Unajua sisi watoto wa Tabora huwa kama vile watu wa Zanzibar fulani. Tunapenda zile minyumbuliko fulani hivi. Si umeelewa? Hicho kitu kilinivutia sana. Nikaona mbona kama ana kitu afu kitu ambacho ninachokipenda mimi. Kwa hiyo nikaona kwamba huwa ni muishi ataka kuchora tattoo ya sura yake kwenye mkono wangu. Na kwa haraka ni pesa kiasi gani ulitumia kwenye kuchora hiyo tattoo? Hapa kwanza huku niliwahi kuchora before, ya kwanza nilichora mkono wa kushoto. Ila bahati mbaya yule mchoraji wa kwanza alikuwa hajui vizuri kuchora, kwa akawa amekosea. Kwa hiyo huyu nakumbuka nilimpa kama 200,000. Sasa tukaiona lakini haijakaa poa kwa sababu ilikosewa. Umeona ilikosewa kuchorwa. Umeona huyo jamaa fulani hivi nimshamsawadi jina. Ndio alichora upande huu akawa amekosea, nimpa kama 200,000. After hapo nikaja kumpata mshikaji mwingine anakaa Sinza kule. Yeye akaja kuchora upande huu kwa shilingi 500,000. Umeona? Yeye ndo akawa ameipatia vizuri na nikafurahi. Kwa hiyo nilichora kwa 500,000 huku 200,000, kama nilitumia kama 700,000 hivi. Tattoo ya kwanza ulichora ilikosewa, ilikugharimu 200,000. Haukukata tamaa, ukaenda ukachora mkono wa pili ambayo hiyo ilikugharimu 500,000. 500,000. Zuchu ana nini? Zuchu, Zuchu, umeona Zuchu? Zuchu kwanza mdada yule hivyo je, sije kuona naye. Sije kuzuiaga hata show yake moja. Lakini huwezi amini hata ukienda ghetto kwangu utakuta picha za Zuchu kibao sana. Unasema? Ukienda ghetto kwangu mimi utakuta picha nyingi sana zipo kwa za Zuchu.
Hujakutana naye ile personal? Sijawahi. Hata kwenye show yake moja sije kuhudhuria show ya Zuchu. Yaani sijawahi kabisa. Hata kwenye show yake hujawahi kuhudhuria, hujawahi kukutana naye, ni love tu ulionayo ukasema ni mchoro. Yeah, ni love tu ambao napenda tu uimbaji wake, napenda ucheshi wake nikimwona kwenye mitandao. So unajua binadamu wanasema kwamba asili ya mtu huonekana hata kama hujamuona. Kwa hiyo ukimtizama tunajua kabisa huyu ni mtu ambaye mwenye upendo, yeah. Na kitu chochote ulikuwa unakitegemea in return labda baada ya kuchora tattoo ya Zuchu? Mimi sikutegemea kitu chochote kwa sababu unajua unapofanya kitu, mimi nilifanya kama upendo tu, kama shabiki yake. Kwa hiyo sikutegemea kwamba labda nikichora eti itakuwa hivi ano. Ulijutia hii tattoo ambayo ilichora ya kwanza ya Zuchu kwenye mkono wako wa kushoto baada ya kukosewa? Ya, nilijuta kwa sababu unajua tattoo inavyouma afu jamaa bado kaikosea. Da, iliniumiza sana hiyo siku. Nililia sana usiku mzima nikimfikiria mshikaji kachachukua 200,000 yangu afu bado kakosea. Umeona? Kwa hiyo nikasubiri kwanza hii ipone, ilipopona ndio kabidi nimtafute tena mwingine. Ndio nikampata huyo mwingine naye pia akaja kunichora ya. Tattoo inauma sasa, usichukulie poa. Kwa nini haukukata tamaa baada ya tattoo hii kuchorwa na kukosea na ukasema acha nikachora nyingine? Sikukata tamaa kwa sababu nilikuwa bado sijaingia kwenye lengo kuu. Si umeelewa? Ya, kwa hiyo nikasema paka nitimize ahadi niliyoiweka ndani ya moyo wangu. Si umeelewa? Kwa hiyo nikabidi nimtafute mtu mwingine akachora. Ya. Sasa mwenye mpenzi mwenyewe Diamond hajamchora tattoo Zuchu. Wewe ndugu yangu umemchora Zuchu. Unajua hapo kuna umeshaongea vitu viwili tofauti. Mimi ni shabiki, yule ni mpenzi, siwezi kujua. Au ndugu yangu ulikuwa na zile feelings za kimapenzi labda na Zuchu? Hapana. Hapana, sija hata kufikiria hicho kitu. Yaani mimi ni shabiki tu kwake. Yaani sija kufikiria hilo jambo kwamba eti sita kwa wapenzi, no. Haija kutokea ya. Una mpenzi? Ya, mpenzi naye. Comment yake ni ipi baada ya kuona tattoo ya Zuchu kwenye mwili wako? Mpenzi wa kwanza tuliachana. Mliachana baada ya kuona tattoo ya Zuchu kwenye mwili wako? Baada ya kuona tattoo ya Zuchu afu siku nyingine kaja geto kwangu kauta picha kibao za Zuchu. Si unaelewa? Toka tumeachana. Na ni nini ambacho alisema? Anadai kwamba kwa nini simchole yeye nenda kumchola Zuchu. Si umeelewa? Nikamwambia wewe na Zuchu ni watu wawili tofauti. Huwezi kumlinganisha huyu kuja huku. Ni kama mlenda na kachumbari, huwezi kuvichanganya kwa pamoja. Okay, kwa maana akasema chukua time bana. Nikamwambia wewe nenda, kama unaona mimi nimefanya kitu sio. Nenda mama. Sababu hata mimi bado sijajiwekea lengo la kuoa. Nikamwambia ondoke tu ya. Sasa hivi uko na mtu mwingine, huyu ambaye uko naye sasa hivi ameridhia kuona uko una tattoo ya Zuchu kwenye mwili wako, lakini pia hata chumbani kwako una picha za Zuchu. Nilimwambia kwamba ukipenda boga kwa hiyo yeye kama kanipenda mimi apende na maua anayoona mbele yake. Na kwa upande wa familia labda na mimi una washikaji wana kama sisi, wao walikuwa wanakuambia nini? Afuweza amini, yani hamna familia ambaye anafahamu hili jambo. Hakuna familia yako ambaye anafahamu kama una tattoo ya Zuchu? Yaani hakuna familia yangu. Tuseme familia kama familia yangu mimi huitoa washikaji. Lakini familia yangu mimi hakuna mtu anayefahamu. Lakini washikaji la walinizodoa. Waliniona mimi wakuja kweli. Wakaona mwanangu Cheusi umepotea njia, nikamwambia hapana, ramani bado naifuata. Wana alikuwa anasema unajua wana babu wana siku zote wana huwa wapendi mtu kuona anapotea. Sasa wakaona mimi nimepotea, nikamwambia mimi sijapotea wanangu, huu ni upendo tu ambao nimeufanya mimi. Ujinga si, nikamwambia sawa, haina shida, kama ni ujinga basi niachane ujinga wangu. Uzuri sijamuomba mtu yote hela nikachole. Sasa ninasemaje mimi mjinga? Mimi mjanja vile vile. Na ikitokea familia, kwa sababu familia mpaka sasa hivi haijui, ikitokea familia ikafahamu, una lipi la utawaambia? Kwa sababu videos kama hivi zinaenda kutembea, interviews na nini, wanafahamu. Sasa ni kitu gani ambacho utawaambia kuelewesha kwamba ni 1 2 3 ndicho ambacho kilifanya mimi nikachora tattoo? Uzuri familia yangu mimi waelewa, ndio maana hawajawahi kunikataza hata kwenye swala la uigizaji. Si umeelewa? Kwa hiyo wanachokiona kutoka kwangu wao wanaweka tiki tu. Hawanaga shida familia yangu. Na mimi hapa chini tutakutana na comments sasa hivi, watu watakuita mshamba, watakuita wakuja. Hao unawajibu vipi? Wao wa comment tunapotaka. Unajua siku zote uweze kumbembeleza mtu kuna ndiko comment vizuri au vibaya. So afu na sasa hivi maisha magumu ujue. Kwa mtu akikutana na vitu kama hivi anapagawa, anaona ili jinga kweli. Na comment anapotaka yeye, kwa sababu ni kawaida, tushazoea kwanza comment mbovu kwa si wasanii. Si umeelewa? Kwa hiyo hainishitui wala inishangazi. Nasema 700,000 anayepoteza kwenye mkono na Joel Vokali. Wewe acha tu. Mimi kitu ambacho cha kuomba ndugu zangu, hata msijali, nyinyi mnifikishie tu ujumbe kwa Zuchu basi. Maisha mengine yaendelee.
Basa my brother, una lipi la kuambia watu ambao wanakutazama? Naamini unaipenda kazi yako, lakini pia unapenda kudeliver kitu kizuri. Okay, mimi niseme kwa kwamba unajua walio wengi wananifahamu vizuri kama Chelsea Media, simenelewa, na wanapenda sana watu, wanapenda sana uigizaji wangu, wanapenda kazi zangu, so na mashabiki wengi sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu na mashabiki nje na ndani ya Tanzania, so mimi nawaombea tu kwa Mungu jamani, endelee tu kunisupport, hata usikate tamaa, bado sijafikia malengo, niko najitafuta. Yeah. Sawa. Mimi nakufuatilia sana, napenda kile ambacho nakifanya, na kwenye moja penye zangu niliambiwa umegombana na Chado. Sababu ya kugombana na Chado ni nini? Kwa sababu wanafanya kazi tena pamoja. Mimi sijagombana na Chado. Alafu mimi nilirudi Tabora kidogo kwenda kulima tumbaku. Simeelewa. So nakuja kurudi hivi Dar es Salaam nikakuta nikaambiwa nafasi ya kazi hii kwa sasa wewe hautakuwepo, labda usubiri kazi nyingine. Ndio niko nasubiri kazi nyingine. Hamkuwa na ugomvi ule? Mimi sina ugomvi naye, labda kama yeye ana ugomvi naye. Kwani wewe umeambiwa na nani kama mimi na ugomvi na Chado? Maneno mjini. Waje hawaishi maneno. Hakuna binadamu anaishi kwa maneno. So lakini ndio hivyo tu mashabiki jamani, mimi sijagombana na Chado jamani. Nilienda kulima tumbaku. Si umeelewa, nilipata pembejeo. Si umeelewa, nikaenda kulima tumbaku, nimekuja kurudi, nikakutana na kazi mpya, lakini nikawa sina uhusika katika hiyo kazi, kwa hiyo sijafanya hiyo kazi. Kuna namna ilikuumiza labda Chado alivyokuchana kuwa nafasi yako haipo, imechukua mtu mwingine? No, unajua kazi ya sanaa au kazi ya series au movie yoyote ile inahitaji cast na wahusika. Si umeelewa? Na maana hii story mimi ilikuwa haijaniona. Si umeelewa? Kwa hiyo kuna tayari wameshatafutwa cast wengine ambao wanaofanya ile kazi. Kwa hiyo haijaniumiza kwa sababu naamini kuna story tena itafuata nyingine. Tutakuja kushiriki mbele ya safari. Mbona watu waulize mbona nipo Big Boss ya Clam Vevo au mwana Chado tu? Niulize na Clam basi ni nini wajibu? Basi na Clam. Sasa kwa Clam ni pesa kiasi gani jamaa anakulipa? Kwa sababu tumemwona Maltida anasema alikuwa analipwa 1.5 na Dunia ni tamthilia kubwa. Wewe ni pesa kiasi gani Clam anakulipa, lakini pia mna mikataba? Okay, unajua mshahara wa mtu ni private. Mimi sio mwanajeshi kwamba mpaka Tanzania nzima ijue mwanajeshi analipwa shilingi ngapi. No. Sio, umeelewa, hiyo ni private yangu mimi. Lakini jamaa analipa fresh tu, Mungu azidi kumuongezea. Analipa vizuri. Analipa poa tu, kijana wa watu. Wewe mimi mdogo wangu ule. Analipa vizuri sana. Unaridhika na ile pesa ambayo anakupa? Naridhika sana kwa sababu jamani kazi, yani tuseme niseme nini? Mimi sina YouTube ila natizama kwa ma YouTuber. So kuna muda kupata na muda sio kila siku itakuwa sikukuu. Kuna siku zingine za majonzi. Nikikwambia mdescribe Clam kwa kumalizia, unamdescribe kama ni mtu aina gani? Clam ni mtu mmoja poa sana, alafu ni msikivu sana. Simeelewa, na anaheshima na anamheshimu kila mtu. Haijalishi underground, haijalishi superstar, yani yeye kwake ni ndio. Kwa hiyo Clam namkubali sana, mwanangu, familia yule, ana noma. Basi sawa, asante sana ndugu yangu. Asante. Wewe ni mkaka mfupi mimi mfupi. Mimi kuna mwigizaji anaitwa Grace anawaponda sana wakaka wafupi. Grace kwenye The Big Boss, najua unamfahamu vizuri. Okay. Kafupi hamna hela. Tembea kama vibwengu. Yule maneno yangu. Yule hajajua. Unajua sisi watu wafupi watu na tabia ya kujihami. Si umeelewa? Ili mwanamke umpate lazima kidogo ujikune mfukoni. Si umeelewa? Wanaume wafupi tunahonga, asikudanganye mtu. Si umeelewa? Kwa sababu siku zote sio gani natembeaga na upepo yani. Wanajua sasa ili nimpate yule mwanamke lazima nionge vizuri ili niweze kufanya kumpata. Sasa yeye hajajua hiyo kodi. Si unaelewa?